Bwana anatawala. Mwambie jirani, uko tayari? Uko tayari kulishikilia neno la Mungu? Amen. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake. Nakukaribisha Alhamisi, tunaanza darasa la msimu kuanzia saa 10 jioni mpaka saa 12. Kwa hiyo kama unataka kuwa na siku njema 2026, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Darasa la msimu ni darasa muhimu sana. Lakini pia Jumatano hii tuna ibada maalum ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo usikose. Amen. Haleluya. Mungu atakuhuisha kwa namna ya kipekee. Atakujaza na kufurika. Na mengineo mengi yatatokea Jumatano hii. Na Alhamisi tunaanza darasa la msimu. Tumshukuru Mungu kwa neno lake, alafu tuendelee. Baba, tunakushukuru kwa neno lako ambalo linasimama imara siku zote. Asante kwa ajili ya kila anayelisikia. Asante Roho Mtakatifu. Mioyo yetu tumeiandaa kwa ajili yako siku ya leo, kusikia kutoka kwako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wiki iliyopita tulianza somo na ilikuwa ni kwa habari ya nini Mungu anataka kufanya katika maisha yako. Ni kitu gani Mungu amepanga kufanya katika maisha yako, anataka kufanya kupitia wewe. Na nikakwambia cha kwanza, kusudi la Mungu, anataka kubadilisha maisha yako kwa kukupa uongozi na uelekeo. Mungu anataka kubadilisha maisha yako kwa kukupa nini? Uongozi na uelekeo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hakukuokoa ili ubakie tu popote pale. Hakukuumba ili tu uwepo duniani, lakini alikuumba kwa kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo anataka kukupa uelekeo. Anataka kukupa kuelewa nini unatakiwa ufanye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukisoma neno la Mungu utaona maisha ya watu wa Mungu walipokutana na Mungu. Mungu aliwaelezea mwisho wao utakavyokuwa. Aliwaelezea nini wanatakiwa kufanya, namna gani wanatakiwa kuenenda, wapi wanatakiwa kwenda. Kwa Mungu anataka kukupa uelekeo, anataka kukupa uongozi. Na ashukuriwe Mungu kwa Roho wake Mtakatifu ambaye amemtoa kwetu sisi na neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Linaachilia uongozi na uelekeo katika maisha yetu siku hadi siku. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unanisikia vizuri mtu wa Mungu? Kwa anataka kukupa uelekeo, anataka kukupa uongozi, anataka kudhihirisha kusudi lake maishani mwako. Watu wengi hawajui kwa nini wanaishi. Inawezekana mtu akawa ameokoka akasema mimi naishi tu kumwabudu Mungu. Lakini kumwabudu kwa eneo gani? Kwa kipengele gani? Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma neno la Mungu utaona wale wote waliishi kwa ajili ya kumwabudu Mungu, lakini pia walielewa eneo lao husika ambao walipaswa kulifanya. Biblia inasema Daudi baada ya kutimiza kusudi la Mungu katika kizazi chake. Anasema kusudi la Mungu katika kizazi chake. Kusudi la Mungu katika kizazi chake. Kwa watu walimuona ni mfalme tu. Watu waliona ni mtu tu anayeimba, ni mtu tu anayepiga zeze, lakini alikuwa anatimiza kusudi la Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unanisikia vizuri mtu wa Mungu? Haleluya. Kwa nikwambia ili Mungu akuongoze, kuna mambo kadhaa ambayo unatakiwa uyaweke. La kwanza, moyo wako. Nawaambia moyo wako lazima uwe tayari kwa ajili ya Bwana. Tulisoma ile Mithali 16 inasema maandalio ya moyo ni ya nani? Ni ya mwanadamu. Ni ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ila jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Ili Mungu akuongoze lazima moyo wako
utake uongozi wake. Anasema nipe moyo wangu, mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yakapendezwe na njia zangu. Kwa ni lazima ujiandae kwa namna fulani. Lazima shauku yako iwe kutaka mambo ya Mungu. Si unataka Mungu aongoze maisha yako, Mungu akupe uelekeo. Lazima wewe ujiweke katika namna ya kutaka kwanza kusudi la Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa Mungu akishakupa uongozi na uelekeo, kitu cha pili ambacho huwa kinafuata, na hiki nisikilize makini, kwa sababu unaweza ukawa umeelewa unatakiwa kufanya nini, lakini kama hujaelewa hiki unaweza usikifanye. Mungu huwa anakuwezesha kwa neno lake na kwa roho yake kushinda changamoto. Hebu sema, Mungu huwa ananiwezesha. Mungu huwa ananiwezesha kwa neno lake, kwa neno lake na kwa roho yake, na kwa roho wake kushinda changamoto. Kushinda changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu akishakuita, akishakupa uelekeo, kinachofuata huwa ni changamoto. Na Mungu wetu alivyo ajabu, hizi changamoto huwa anazileta makusudi kwa ajili ya kutengeneza mtu imara. Huwa anaziruhusu makusudi ili kutengeneza mtu sahihi. Yale ambayo utakutana nayo baada ya kuelewa kile unachotakiwa kufanya yana uhusiano mkubwa sana na wewe utakavyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu sema, ananiwezesha kwa neno lake. Kwa neno lake. Kwa neno lake linanipa kujitambua, linanipa kuelewa ya kwamba niko hivi, lakini pia linanitia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na roho wake ndani yangu ananiimarisha, ananifanya imara kwa lile neno ambalo linaendelea kulipokea, kwa lile neno ambalo linaendelea kufanya kazi ndani yangu. Roho Mtakatifu anaendelea kufanya kazi ya kuniwezesha. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo, waraka wa pili wa Timotheo, sura ile ya kwanza mstari ule wa 7. Waraka wa pili wa Timotheo, sura ile ya kwanza mstari ule wa 7. Tunasoma kwa sauti, anasema, maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali roho ya nguvu na ya upendo na moyo wa kiasi. Naomba urudie tena. Anasema Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tusome tena wote kwa pamoja. Anasema maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema Mungu hakutupa roho ya uoga. Sema, sijapewa roho ya uoga. Sijapewa roho ya uoga. Mwambie jirani yako, haujapewa roho ya uoga. Haujapewa roho ya uoga. Kama unaebu mtikise vizuri, mwambie jirani, haujapewa roho ya uoga. Jirani, haujapewa roho ya uoga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu anaelewa mbele yako kuna vitu ambavyo vinaonekana kama vinatisha. Kwa akakuandaa, akaweka roho ya nguvu ndani yako. Haleluya. Sema, nina nguvu ndani yangu. Nina nguvu ndani yangu. Waliosema hapa ni wachache, inaonekana wengi. Sema, nina nguvu ndani yangu. Nina nguvu ndani yangu. Come on. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema, ya kukabiliana na chochote. Ya kukabiliana na chochote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ameweka ndani yetu. Anasema kutupa roho ya uoga, bali ya nguvu, ya upendo na moyo wa kiasi. Kwa nini? Anataka tulitimize kusudi lake jema. Ndio maana mstari unaofuata anasema, basi usiuonee haya ushuhuda. Hebu sema, sitauonea haya ushuhuda. Sitauonea haya ushuhuda. Nitasimama kwa ajili ya Yesu. Nitasimama kwa ajili ya Yesu. Wanaosema ni wachache. Hebu sema tena, sitaona haya. Sitaona haya. Sitaogopa. Sitaogopa. Sitaona aibu. Sitaona aibu. Nitasimama kwa ajili ya Yesu. Nitasimama kwa ajili ya Nina roho ya nguvu. Nina roho ya nguvu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Mungu hakutupa. Kwa alipokuokoa, alianza kukuwezesha. Nimewezeshwa
Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa neno lake, kwa roho yake, nimewezeshwa ndani yangu kwa nguvu, nimefanywa imara kwa nguvu kwa ajili ya kukabiliana na chochote kile. Nianze kukupa mifano. Unajua Mungu anaanza kunana na nani? Na Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anampa neno lake. Anampa nini? Neno. Anamwambia nitakupa nchi yote, uzao wako ataurithi nchi yote. Pamoja kwamba wakati huo Ibrahim hana mtoto, lakini anamwambia uzao wako utakuwa mwingi kama nini? Kama nini? Kama mchanga wa baharini, kama nyota za mbinguni. Na Biblia inasema Ibrahim asiyekuwa dhaifu wa imani alitiwa nguvu. Kwa nini? Kwa hili neno. Hili neno ambalo alipokea. Ibrahimu akasahau maisha yake yote, akasahau kila kinachoendelea kwake, akaliangalia lile neno, akatiwa nini? Nguvu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sikiliza, Mungu amemuita Ibrahim, amempa uelekeo. Anamwambia uende mbele yangu ukawe mkamilifu, nami nitafanya agano pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Maana amempa uelekeo. Anasema mimi niwe Mungu wako. Amempa uelekeo, amempa uongozi, lakini anampa na neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema Ibrahim hakusita kwa kutokuamini. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Chochote kile alichokutana nacho Ibrahim alikuwa tayari. Mungu anamuita Musa kutoka katika kijiti kiwakayo moto. Anamwambia nataka ukawatoe wana wangu katika nchi ya nini? Ya Misri. Mkawatoe utumwani. Anampa kusudi, anampa uelekeo, anampa uongozi. Bwana Yesu asifiwe. Musa anataka kufanyaje? Kukimbia. Hivi unaelewa? Musa akasema mimi sijui kusema. Anasema mimi siwezi kuongea. Kwa nini usimchukue Haruni? Mungu akamwambia wewe hapo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akamwambia mimi nitakuwa pamoja nao. Akamwezesha. Lile neno likamtia nguvu. Musa akawa jasiri mbele ya nani? Ya Farao. Hakuogopa wala hakujali Farao anawaza nini, Farao anapanga nini, nini kinaendelea kwa Farao. Akawa jasiri. Haleluya. Come on, kuna mtu ananielewa hapa? Huyo Mungu ametema mambo matukufu kwa ajili yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Huyo Mungu amesema mambo matukufu kwa ajili yako, na amekuwezesha kwa neno lake, kwa roho wake. Sasa unatakiwa usimame imara. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa ukae imara, ukae vizuri, ujue uelekeo wako na uende kwa nguvu zote. Mungu hakutupa roho ya uoga. Anamwambia Joshua, mtumishi wangu Musa amelala, wewe ndio utakawaingiza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, tunasema Mungu aliwatoa wana wa Israeli kutoka Misri kwenda nini? Kanaani. Lakini Mungu anapoongea na Yoshua, anamwambia Yoshua, wewe ndiwe utakaowaingiza wana wa Israeli. Anamwambia uwe jasiri, uwe na moyo mkuu, uwe na ushujaa. Anampa neno. Haleluya. Hebu sema huduma ya Mungu ya kwanza ni huduma ya neno lake. Huduma ya Mungu ya kwanza ni huduma ya neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukilishika hili neno ambalo linaongelewa, ukilishika hili neno ambalo Mungu anakuambia, anasema tunalo neno lililo imara zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema nina neno lililo imara zaidi. Nina neno lililo imara zaidi. Sitakuwa maskini maisha yangu yote. Sitakuwa maskini maisha yangu. Sema tena nina neno lililo imara zaidi. Nina neno lililo imara zaidi. Sitakuwa dhaifu maisha yangu yote. Sitakuwa dhaifu maisha yangu yote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema nina neno lililo imara zaidi. Nina neno lililo imara zaidi. Sitashindwa. Sitashindwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unanisikia vizuri? Kwa sababu ni neno ambalo vile vile kama Mungu alivyosema na Yoshua, ndivyo ambavyo anasema na wewe.
na zaidi amekuzaa mara ya pili. Roho yako imezaliwa mara ya pili, na ameweka roho ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Ameweka roho ya nini? Ya unyonge. Ameweka roho ya nini? Ya udhaifu. Ameweka roho ya nini? Ya nguvu. Ameweka ndani yako roho ya nguvu. Roho ya nguvu, ili uwe jasiri, ili usiyeyuke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nimekuambia, baada ya kuona uelekeo wako, baada ya kuona njia utakayoiendea, baada ya kuelewa Mungu anataka niende huku, itahitaji moyo wa simba kukabiliana na changamoto. Kwa sababu watu wengi huwa wanayeyuka njiani. Mungu amewakusudia mambo makuu, Mungu amewapangia mambo makuu, lakini kila wakiangalia changamoto, wanaona changamoto ni mlima. Kila wakiangalia ukuta ule, wanaona hapana pa kwenda. Wanaahirisha. Wanachagua kuwa wadogo. Wanachagua kuwa wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yuko wapi ambaye ameamua kusimama na neno la Mungu? Anasema vyovyote vile. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Vyovyote vile. Unajua Mungu amewatoa na Israeli, ameonyesha matendo makuu sana. Wamekaribia kuingia katika nchi ile ya ahadi. Biblia inasema ya kwamba Musa akawatuma watu 12 wakaipeleleze ile nchi, wakaangalie ile nchi, wakaone jinsi ilivyo, kama ni vile ambavyo Mungu amesema. Haleluya. Wakaenda. Biblia inasema walipofika kule, wakaona kila kitu. Ni nchi inayomiminika nini? Maziwa na asali. Hiyo ndio ilikuwa the best. Yani maziwa na nini? Na asali. Yani hakuwa na ubwabwa. Bwana Yesu asifiwe. Wala ndipi, wala kitoga. Ilikuwa ni nini? Maziwa na nini? Na asali. Waliona kwamba ndio nchi inayomiminika. Udongo wake mzuri, hali ya hewa nzuri. Lakini kulikuwa una kitu. Anasema watu wanaokaa katika nchi ile. Nisikilize vizuri. Hakuna kitu chochote kile cha thamani ambacho hakijachukuliwa. Unanisikia vizuri? Haleluya. Nisikilize vizuri. Hakuna kitu chochote kile cha thamani ambacho kipo tu kinakusubiri wewe ukifanyaje? Ukichukue. Au kikudondokee wewe kwamba la, kimeshuka kwangu. Chochote kile cha thamani kina upinzani. Chochote kile cha thamani kina changamoto fulani. Kwa hiyo wanasema ile nchi ni nzuri, lakini watu wanaokaa katika ile nchi, watu wanaokaa katika ile nchi ni kama wewe. Mungu amekupa wazo la biashara ndani yako, amekupa kusudi fulani, lakini ukiangalia watu wanaofanya kitu ambacho unataka na wewe kufanya, moyo wako unafanyaje? Unayeyuka. La, hebu angalia yule. Muangalie yule. Muangalie mtu mwenyewe yule, mpinzani wangu. Kwa sema wale watu ni watu wanaokula watu, ni majitu. Anasema wana wa Anaki. Wana wa Anaki walikuwepo katika ile nchi. Wana wa Anaki ilikuwa ni jamii ya Goliath, ni jamii ya majitu. Ukisema jamii ya Goliath huwa ni kazi kuelewa, lakini ukisoma Biblia utaona wakati fulani inaelezea kwamba mmoja wapo huyo jamaa alikuwa na urefu wa futi 14. Unataka kuona mtu wa futi 14? Tukimwona mtu mrefu sana na futi ngapi? 6, 7. Akizidi sana huyu ngongoti ana 8. Lakini futi 14. Kitanda kile cha futi 6 kiongeze mara ya pili, alafu ongeza futi 2. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa ilikuwa ni majabali, yalikuwa ni majitu, na wakati ule mwenye nguvu ndiye anayetawala. Bwana Yesu asifiwe. Hao watu mioyo yao ikazimia,
wakagaili kabisa kwamba wataipata ile nchi. Wakagaili kabisa kwamba wataweza kuingia katika ile nchi na kuichukua. Kwa sababu nini? Wameona majitu. Ni majitu gani unayoyaona katika safari yako ya kusudi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni vitu gani unaviona? Biblia inasema wakawaletea taarifa mbaya wana wa Israeli. Wakawaambia ya kwamba ile nchi tukienda tumeisha. Biblia inasema wakaanza kulia wana wa Israeli. Haleluya. Ni kama mtu fulani anafikiria kwamba akutana na ugumu akaanza kulia, labda Mungu atamuhurumia. Wakalia, Mungu akasikia. Akamwambia Musa, sasa wakati umefika, nataka niue hawa wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu walikuwa wanalia, Musa umetuleta huku ili tufe. Umetuleta huku ili tuangamie. Tunataka turudi Misri. Wakataka kuchagua mtu mwingine. Awarudisha wapi? Misri. Mipango imeyeyuka. Maziwa na asali walijua wataenda kuchota tu. Lakini wamekuta wako walinzi wanailinda yale maziwa na asali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema isipokuwa watu wawili ambao ni Yoshua na nani? Na Kalebu. Hebu sema Yoshua na Kalebu. Na ukisoma neno la Mungu, Mungu anamwambia Musa, watu wazima wote hawataingia katika nchi ile ya ahadi isipokuwa hawa watu wawili, kwa sababu walikuwa na roho nyingine ndani yao. Haleluya. Hebu sema walikuwa na roho nyingine ndani yao. Walikuwa na roho nyingine ndani yao. Mwangalie ndani yako. Mwambie una roho gani ndani yako? Ya uoga, ya kuzimia. Biblia inasema ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hesabu 14:24. Hesabu 14:24. Biblia inasema lakini mtumishi wangu Caleb. Lakini mtumishi wangu Caleb, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye ameniandama kwa moyo wote, nitamleta yeye mpaka nchi hiyo aliyoingia, na uzao wake wataimiliki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema mtumishi wangu nani? Caleb. Anasema kwa kuwa alikuwa na nini? Roho nyingine. Hebu sema roho nyingine. Roho nyingine. Sema nina roho nyingine ndani yangu. Nina roho nyingine. Sio ya kawaida. Sio ya kawaida. Nina roho bora ndani yangu. Nina roho bora ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hii roho haiogopi changamoto. Unajua yako Caleb aliwaambia nini? Jamani, kwa nini hawa watu? Kwa sababu Mungu yuko upande wetu, ni mikate kwetu sisi. Yaani watu wanawafikiria hawa ni majabali. Anasema wale ni chakula kwetu. Tutakula wote wale. Hamna hata mmoja atakayetuzuia. Alikuwa na nini? Roho nyingine. Sema tena nina roho nyingine ndani yangu. Nina roho nyingine ndani yangu. Come on. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema alikuwa na roho nyingine ndani yake. Hakuruhusu kile anachokiona kibadilishe mawazo. Hakuruhusu yale anayokutana nayo yambadilishe mawazo. Akabakia pale pale. Akashikilia pale pale. Unaweza kuonyesha msimamo wako mbele ya changamoto zako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unanisikia vizuri mtu wa Mungu? Mashujaa wanapimwa siku ya changamoto, siku ya dhiki. Ndio tunajua fulani ni nini? Ni shujaa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya taabu, siku ya ugumu, ndio inajulikana kweli kilichopo ndani yake ni kitu kingine. Na hii inakuja
kwa kuliruhusu neno la Mungu ndani yako mara kwa mara. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sio tu mbele za watu, lakini ukiwa peke yako. Unataka kutengeneza jabali ndani yako ambalo wakati wa shida, wakati wa ugumu halitanyong'onyea, wakati wa dhiki litasimama. Ni lazima wakati ule wa kawaida umtengeneze kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ananielewa vizuri hapa? Kwa atakuwezesha. Ziko changamoto nyingi. Ziko changamoto. Hebu angalia, baada ya kuelewa kusudi lao, walikutana na changamoto. Baada ya Yusuf kuelewa atakuwa mtu wa namna gani, zilianza changamoto. Changamoto juu ya changamoto. Kwa nini? Mungu alikuwa anamtengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ugumu ule ulikuwa ni wa makusudi, na akasimama imara, akaendelea mbele. Daudi hivyo hivyo. Kila mtu wa Mungu, Mungu akisha kukupa uongozi na uelekeo, kinachofuata ni kushindana na hizo changamoto na kuzishinda. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hatimaye mzidi kuwa nini? Hodari. Mwambie jirani yako, unaimarika au mpaka yani tukikuangalia tunaona huyu tunatakiwa tumuombe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Muulize tena, unaimarika? Anasema mzidi kuwa hodari. Mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Uko hodari kiasi gani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kusimamia unachokiamini, kwa sababu hodari ndio utaonekana kusimamia kile unachokiamini, hata wakati wa upepo unapopuliza. Upepo ukipuliza unaanza mpaka watu wanasema wewe ndio yule yule au ni mwingine? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe ndio yule yule kweli? Nini kimetokea? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anafanya kazi ya kukuwezesha. Paulo anasema ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Sema hivyo pamoja nami, sema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Rudia tena, sema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Rudia tena, sema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Hivi unaelewa? Kuna vitu ni kanuni. Kwa mfano mtu anaweza kafikiria akasema, jamani niombeeni. Yuko desperate, yani yuko nini? Yani yuko anaelekea kukata tamaa, anaelekea kuzama kwenye maji. Niombe. Mtu mmoja alinitumia message. Naomba mniombee. Na sio tu mniombee mimi, tuma hii message kwa watu wengi, wakiniombea watu wengi. Ujue maji yamefika wapi? Ameshaanza kunywa vikombe. Kwa hiyo tuma message kwa watu wengi, wakiniombea watu wengi, Mungu atanisikia, atanisaidia. Nisikilize, kuna vitu ni kanuni. Hata wakati fulani maombi hayatafanya kazi. Unanisikia vizuri? Haleluya. Hata wakati fulani haitotokea maombi yakafanya kazi. Kwa sababu gani? Kuna vitu ni kanuni. Kama hujaweka sawa, haviwezi kufanya kazi. Nikupe mifano. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Okay, kwenye darasa la msimu tutajifunza. Kwa mfano, kufanikiwa hakuhusiani moja kwa moja na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni ya kifedha haihusiani moja kwa moja na maombi, ila inaanza na agano. Bwana Yesu asifiwe.
Mfano, Mungu anasema utamjua, utamkumbuka Bwana Mungu wako, kwa sababu yeye ndiye akupaye nguvu za kufanya, za kupata utajiri. Anasema ili afanye imara agano lake. Kwa hiyo inaanza na nini? Na agano. Maombi yatasaidia maeneo fulani fulani, lakini msingi ni ile agano. Msingi ni yale makubaliano. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa unaweza kaelewa kwamba unaweza kaishia tu kuomba, lakini usiweze kutoboa kwa sababu hujaelewa msingi ni wapi. Okay, mfano mwingine. Yesu yuko na wanafunzi wake dakika za mwisho. Anawaambia, roho yangu ina huzuni kiasi cha kufa. Bwana Yesu asifiwe. Anawaambia roho yangu inafanyaje? Ina huzuni. Anasema njoni kesheni pamoja na. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anaingia kwenye kuomba. Ala baba bosi. Yesu amezama huko. Anajua yuko na watu. Na usidanganyike. Bwana Yesu asifiwe. Isipokuwa wachungaji wako tu. Mtu mwingine anakuambia tunakuombea, hawakuombei. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anajua yuko na watu wanaomba huko. Anakuja kukuta wamelala fofofu. Anawaamsha, jamani, hamkuweza kukesha pamoja nami hata lisali moja. Amkeni, roho iladhi lakini mwili nini? Dhaifu. Amkeni tuombe. Bwana tutalala tena, ushindwe usingizi. Anaanza kuomba. Wamelala. Anakuja mara ya pili. Anawaambia ombeni. Nisikilize vizuri. Ombeni. Sije mkaingia nini? Majaribu. Wanaamka. Inaweza wananyosha mikono, inaweza wanasujudu, vyote vile, lakini ndani ya dakika chache pancha. Yesu anaomba mara ya tatu, anavorudi wanajishtukia wao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akamwambia jamani, laleni. Bwana Yesu asifiwe. Aliwaambia nini? Laleni. Hakuwaambia tena tuombe. Aliwaambia laleni. Kwa sababu nini? Muda umeshaisha. Hawezi tena ukaomba. Haleluya. Hawezi ukabadilisha tena kitu. Muda umefanyeje? Umeisha. Kwa kikanuni walikuwa nje ya muda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Inamaanisha nini? Inamaanisha kama kwa mfano saizi unasikia msukumo ndani yako, Roho Mtakatifu anakusukuma uombe wakati huu, wewe ukaahirisha kwa sababu zako zozote zile ambazo uliziona ni zamani, ule msukumo utaisha. Yatakapokukuta ndio utakumbuka, la, sasa jamani niombeeni, mambo ni magumu. Mambo yani sielewi. Hapo sio kuomba tena. Bwana Yesu asifiwe. Unanisikia vizuri? Haleluya. Kuna kanuni katika roho. Kanuni ya maandalizi ni ya muhimu sana. Wakati gani unajiandaa? Amen. Mtu anaweza, kwa nini tunakuja kanisani kila siku? Kwa nini tunakuja kufanya ibada? Tuna mambo mengine ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unanisikia vizuri? Maandalizi huwa yanachukua muda mrefu. Maandalizi huwa yanachukua wakati. Na wakati wa maandalizi usipo utumia, kuna wakati itakuja kukugharimu kuliko unavyodhani. Bwana Yesu asifiwe. Unanisikia vizuri? Mwanafunzi wakati wa kujiandaa na mtihani, asipojiandaa wakati wa mtihani atafanya nini? Hata ataakilia mule ndani. Unajua kwenye mtihani wakati unakuta watu wanalia kabisa.
Yaani pale ni majuto. Kwa nini sikusoma? Kwa nini sikujiandaa? Kwa nini hivi? Lakini wakati huo unakuta wengine wanateleza tu. Naomba nani karatasi nyingine. Haleluya. Kipimo kile kile, ila maandalizi yamefanyaje? Yamewatofautisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anakuwezesha na wakati huo anakuwezesha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kabla mambo hayajabadilika anakuwezesha. Umeelewa kusudi lake, umeelewa weke wake, simamia hapo hapo. Haleluya. Weka nguzo zako vizuri. Unaelewa kwa nini nguzo huwa wanaweka zege? Bwana Yesu asifiwe. Weka mambo yako vizuri, yani kazia hapo hapo. Kwa sababu siku zinakuja ambapo kama hujaweka sawa, hautakuwa na wakumlaumu, hautakuwa na mtu wa kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema ninatokana na Mungu. Ninatokana na Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Rudia tena, mimi ni wa Mungu. Mimi ni wa Mungu. Nimeundwa kwa neno la Mungu. Kwa neno la Mungu. Na roho wa Mungu. Na roho. Nimewezeshwa kwa uwezo wote. Kukabiliana na hali zote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa maandalizi ndio wakati unasema mimi ni mkuu kuliko changamoto yote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wanasema haijalishi ni nini ninakutana nacho, nitakishinda. Haleluya. Unanisikia vizuri? Sema haijalishi nini nakutana nacho, nitaibuka mshindi. Haijalishi nini kinakuja mbele yangu, nitakishinda katika jina la Yesu. Na sio unasema mara moja unaendelea kula ugali. Unajua? Kwa sababu mpaka roho yako imekamata hicho kitu. Unajua? Kuna kusema kwa kusema tu kwa sababu kumesema, lakini roho yako imekamata hicho kitu. Unajua? Mimi nilifanya experiment. Kwa nini watu wanaogopa? Kwa nini watu ni waoga? Ni kwa sababu ya nini? Ya vitu walivyovisikia, vitu walivyoviona. Kwa mfano mtu akishtuliwa anafanyaje? Anashtuka. Kwa nini? Ni vitu ambavyo amefanyaje? Ameviona, amevisikia, anadhani kuna jambo fulani nataka limfanye vibaya, limharibu, limuue. Kwa hiyo siku nyingi sana nikaanza, hakuna cha kunitisha, hakuna cha kuniogopesha. Sina hofu, sishtuki na chochote, siogopi lolote. Nikawa natafakari. Haleluya. Leo hii nakwambia tu, hata ufanyeje, nitakuangalia. Kumbe haya, barikiwe na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi mama, litokee bomu hapo lilie nje, mimi naweza nikaendelea na mambo yangu, kwa sababu najua hakuna kitu kinaweza kunifanyaje? Kunidhuru. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na niliprove hiyo mara kwa mara. Haleluya. Nimeprove hiyo mara kwa mara ya kwamba moyo wangu ni kama haupo katika akili hizi za kawaida za kuruhusu vitu. Kwa nini watu wanapata mshtuko wa moyo hadi anazidiwa? Nishindwa kupumua, pumzi haitoki. Ni hakuandaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anashindwa kuhema vipi? Amesikia habari fulani. Haleluya. Wako hapa watu hivyo mpaka upepelewe kidogo. Mtakatifu wa Bwana unakupepelea. Nifungueni madirisha hadi hewa huko ndani yote. Hayo ni maisha sio ya kwako. Haleluya. Anasema ametupa roho ya nini? Ya nguvu. Anasema nina roho ya nguvu. Sina roho ya kuzimia. Sina roho ya kuogopa. Mimi ni simba. Haleluya. Sema tena, sina roho ya hofu. Sina roho ya uoga. Sina roho ya kuzimia. Taarifa yote ikija mimi niko tayari. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya. Mtu mmoja kaniambia, yani mtu akinipigia usiku ananishtua sana. Ndio unashtuka nini? Kuna jambo nalitarajia ndani yako. Yaani sijui fulani atakuwa, sijui itakuwa nini kimetokea, au ile gari itakuwa limefanyaje? Usiruhusu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema, nakataa mawazo ya ubaya. Mabaya hata nipata. Sema tena, mabaya hata nipata mimi. Haleluya. Sema tena, mabaya hayatanipata mimi. Mabaya hayatanipata. Wala watu wangu wa karibu. Wala watu wangu wa karibu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anakuwezesha. Mantoza kataka. La kabaroza taka. Anasema ni Mungu afanyaye kazi ndani yetu, kutaka na kutenda kwetu, kwa ajili ya kulitimiza kusudi lake nini? Jema. Anakuwezesha kutoka ndani yako. Anakuwezesha kwa neno lake. Unavolipokea neno lake, unavolitikia neno lake. Kitabu kile cha Waebrania, tunamalizia hapo sasa. 13 mstari ule wa 5 na wa 6. Waebrania 13 mstari ule wa 5 na wa 6. Waebrania 13 mstari wa 5 mpaka wa 6. Biblia inasema, msiwe na tabia ya kupenda fedha. Msiwe na tabia ya kupenda fedha. Mwiradhi na vitu mlivyo navyo. Kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Hata twathubutu kusema, Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa. Mwanadamu atanitenda nini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, amesema yeye mwenyewe hata kufanyaje? Hata niacha wala hata nipungukia. Sema, Bwana hata niacha. Bwana hata niacha. Wala hata nipungukia. Wala hata nipungukia. Sema tena, Bwana hawezi kuniacha. Bwana hawezi wala hawezi kunipungukia. Wala hawezi kunipungukia. Kwa hiyo ninathubutu kusema, kwa hiyo ninathubutu kusema, sitaogopa. Sitaogopa. Sitapungukiwa. Sitapungukiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mtu anakuambia, oya tutakuonyesha, ngoja tutakuonyesha. Ambia hapana, sio mimi. Haleluya. Hauna uwezo wa kunyonyesha chochote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Hatoniacha wala hatonifanyaje? Hatonipungukia. Anasema, mwanadamu atanitenda nini? Huyu ambaye akilala hana uhakika wa kuamka kesho, anaweza kunifanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sema, mwanadamu atanitenda nini? Hana la kunifanya. Hana la kunifanya. Sitaogopa. Unaona? Hivi tunavyofanya, tunaandaa roho yako. Wakati wa vitisho vitakapokuja, usizimie moyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema, nimejengwa kwa neno la kweli. Siwezi kuangushwa na uongo wote wa adui. Sema tena, nimejengwa kwa neno la kweli. Sitapeperushwa na uongo wote ule wa yule mwovu. Kwa sababu silaha ya adui ya kwanza ni hofu. Silaha ya pili ni uongo. Anajaribu kukutisha. Akiona utishiki kwa kile anachokuonyesha, anakuletea na uongo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usikubali wala usiruhusu. Usiruhusu hayo maisha. Bwana Yesu asifiwe. Kabiliana na kile ambacho unataka ukabiliane na. Wala usirudi nyuma. Wala usikimbie. Wala usiwe mdogo. Wala usiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Aliye ndani yako ni mkuu. Hebu sema, aliye ndani yangu ni mkuu. Come on, rudia tena, sema, aliye ndani yangu ni mkuu kuliko aliye katika ulimwengu. Sema tena, aliye ndani yangu ni mkuu kuliko yeye aliye ulimwenguni. Kwa hiyo mtu mwenye Mungu hataki kumwogopa mtu mwenye mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Sema, ana majini yule. Majini ni mkate tu. Bwana Yesu asifiwe. Sema tena, aliye ndani yangu ni mkuu. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya. Kwa anakuwezesha kuzishinda changamoto. Anakuwezesha. Isiingie ndani yako ya kwamba uko katika upungufu. Usiwaze kwamba inawezekana sina hiki. Hapana. Amekamilisha yote. Anasema si kwamba tunatosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote lile kwamba ni letu wenyewe. Haleluya. Utoshelevu wetu ni wa nani? Ni wa Mungu. Unajua Daudi anaenda kumpiga Goliath. Biblia inasema akaenda kwenye kijito, akachagua mawe mangapi? Malaini 5. Hebu sema mawe malaini 5. Mawe malaini kwenye vita. Huyu mtoto ana masiala. Anachagua mawe 5 malaini kwa sababu utoshelevu wake haupo kwenye yale mawe. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu zake haziko katika yale mawe. Bwana Yesu asifiwe. Kama usiangalie vile ulivyonavyo ukavidharau, ukasema mbona sina kitu. Utoshelevu wako sio hivyo vitu. Bwana Yesu asifiwe. Utoshelevu wako ni yule aliye wapi? Ndani yako. Haleluya. Anasema wanataja magari, wanataja farasi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usijali wanataja nini. Nawezaje kufanya biashara nao? Wale wanatumia dola. Mimi natumia imani. Bwana Yesu asifiwe. Nina imani na ushinda ulimwengu. Nina imani na ushinda dola na euro na pound. Come on. Yuko mtu hapa. Yuko mtu wa Mungu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema na imani ya Mungu. Imani ya mwana wa Mungu. Hii ushindao ulimwengu. Haleluya. Unajua tatizo wengine wanafikiria ni kwamba Mungu atakuja kufanya kitu kwao. Lakini kumbe hivi ndivyo tunavyofanya na ndivyo Mungu anavyofanya kupitia sisi. Haleluya. Kwa sio kwamba Mungu atashuka atakwambia mwanangu kuanzia leo. Wewe Mungu tena ukimwona wewe nitafute nilikemea hilo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuambia kupitia neno lake. Hili neno litafanya kazi kwa nguvu. Utaanza kuona ujasiri sio wa kawaida ndani yangu. Hii namna sio ya kawaida. Amen. Haleluya. Ananiwezesha. Hebu sema ananiwezesha. Ananiwezesha kushinda changamoto. Tusimame. Ni anakuwezesha. Baada ya hapo anakuwezesha. Usizuiwe na chochote kile. Usiruhusu mawazo yako yakuzuia. Usiruhusu maneno ya wengine yakuzuia. Usiruhusu yale unayokutana nayo yakuzuia. Asante Roho Bwana. Inua mkono wako mshukuru Mungu. Raba sataka yandeliga bahai. Barada baya tekebene kozataka. Shataka pakadalaga. Pekeze tekebeke. Leko panamaya zataka. Raba shataka yasika. Leko nemesika teke. Raba shataka bahalada haya zataka. Pako pakataka. Makataka ya mandologor. Remesukataka ya balaga. Raba shataka. Rikanete kebele koderiga. Rikasoko pakataka. Makozeke brana jataka.